Rais wa Marekani Donald Trump ameibua mjadala mkali baada ya kutangaza nia ya serikali yake kukubali zawadi ya ndege kubwa ya Boeing yenye thamani ya dola milioni 400 kutoka Qatar, ambayo itatumika kwa muda kama Air Force One. Trump ameelezea hatua hiyo kama ishara nzuri, lakini imezua ukosoaji mkubwa kutoka wanachama wa Democratic na baadhi ya wafuasi wake, huku maswali yakiibuka kuhusu uhalali wake na athari zake za kisiasa na kisheria. Ndege hiyo ambayo ilionekana Februari ikiwa imetua kwenye uwanja wa ndege wa Palm Beach ambako Trump alikagua, inaripotiwa kutolewa na Wizara ya Ulinzi ya Qatar kwa Pentagon. Ikiwa tayari ina vyumba vitatu vya kulala, sehemu ya mapumziko ya binafsi na ofisi, ndege hiyo itahitaji kufanyiwa marekebisho ili kukidhi viwango vya usalama vya Air Force One. Mchakato ambao wataalamu wanasema unaweza kuchukua miaka na hivyo kuchelewesha matumizi yake hadi karibu mwisho wa muhula wa Trump. Akizungumza na Fox News, Trump alitetea hatua hiyo akisema, "Kwa nini nisikubali zawadi hiyo? Sisi tunawapa kila mtu." Alisisitiza kuwa ndege za sasa za Air Force One ni za zamani sana, akisema, "Tutakuwa na ndege mpya badala ya kutumia ndege za miaka 40. Pia aliandika kwenye Truth Social kuwa mpango huo ni wa uwazi na umelenga kubadili ndege za zamani hadi pale Boeing zitakapotimiza agizo lake la awali. Hatua hiyo imepingwa vikali. Senator wa Democratic Adam Schiff alinukuu katiba ya Marekani inayopiga marufuku viongozi walioko madarakani kupokea zawadi kutoka kwa mataifa ya kigeni bila idhini ya bunge, akisema hatua hiyo ni haramu kabisa. Sheria ya zawadi za kigeni ya mwaka 1966 inaweka kikomo cha thamani ya zawadi kuwa chini ya dola 480 bila idhini ya Congress. Profesa Frank Cogliano wa chuo kikuu cha Edinburgh alieleza kuwa zawadi ya kiwango hicho haijawahi kutokea na inaweza kuivunja katiba. Wakosoaji wanasema kuwa kuihamisha ndege hiyo kwenye taasisi ya makumbusho au maktaba ya urais ya Trump baada ya muhula wake haitaondoa matatizo ya kisheria. Jordan Leibowitz wa shirika la Citizens for Responsibility and Ethics in Washington alionya kuwa matumizi yoyote binafsi ya ndege hiyo baada ya urais yatakuwa tatizo. Ikulu kupitia msemaji Caroline Leavitt ilisisitiza kuwa mchango wowote utafanyika kwa mujibu wa sheria, ingawa maelezo bado hayajakamilika. Wizara ya Sheria ya Marekani inaripotiwa kuandaa nyaraka za kisheria kuunga mkono kupokelewa kwa ndege hiyo, lakini bado hazijatolewa hadharani. Baadhi ya wafuasi wa Trump akiwemo mchambuzi Laura Loomer wamelaumu hatua hiyo, wakisema kuwa inaweza kuwa dosari kwa utawala wake. Qatar pia imekanusha taarifa hizo, ambapo maafisa waliambia CNN kuwa ripoti kuhusu ndege hiyo si sahihi na mazungumzo bado yanaendelea. Sakata hilo limekuja wakati Trump akiwa katika ziara siku 4 ya kidiplomasia nchini Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu yenye lengo la kuvutia uwekezaji wa Marekani. Ziara hiyo imefuatia matangazo ya biashara kutoka Trump Organization inayoongozwa na watoto wake Eric na Donald Jr., ikiwemo mipango ya kujenga uwanja wa golf na nyumba za kifahari nchini Qatar pamoja na hoteli ya kifahari Dubai. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.